Watu wa Mafinga hamjambo? Wale walioko kule tuko pamoja? Tuko pamoja? Asante. No. Wote ni wa kwetu, si ndio? Na wote tumepigika hapa, si ndio? Na kwa sababu tumepigika wote, tutazungumza nao na wao wataelewa kwamba hawako sehemu sahihi. Ndugu zangu wa Mafinga, leo ni siku ya 5 tangu tuanze ziara. Na mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu yuko Tunduma leo. Na tumezungumza na wananchi maeneo mengi. Na message yetu ni rahisi tu. Ni kwamba nchi yetu imetoka kwenye malengo tuliyotafuta uhuru kwa ajili ya hayo malengo. Wakati wa kutafuta uhuru wa nchi hii, wazee wetu wakiongozwa na Mwalimu Nyerere walisema wanataka uhuru wa nchi hii kutoka kwa mkoloni, kwa sababu ameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, ameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na ameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Uongo kweli? Hizo ndio sababu kuu 3 zilizosababisha wetu wapiganie uhuru. Na leo nazungumza Iringa, mkoa wa mashujaa, mkoa wa Mkwawa, ambao walijitolea katika kupambana kukataa dhuluma ya watu wetu. Nazungumza kwenye mkoa ambao una ukubwa wa kilomita za mraba 58,000. Mkoa wenu huu ni mkubwa kuliko nchi ya Israeli. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba 44,000 peke yake. Nyie mkoa wenu huu ni mkubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000, nyie mko 58,000. Sasa ndugu zangu, tunazungumza kwenye nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameipendelea pengine kuliko nchi yoyote Afrika na kuliko nchi nyingi tu duniani. Sisi ni nchi ambayo tuna madini ya kila aina. Tuna ardhi kilomita za mraba 945. Na hakuna jangwa hata kipande kimoja. Na hakuna sehemu ambayo mvua hainyeshi kwenye nchi hii. Ukienda kuna nchi unaenda ziko jangwani, ukienda Misri inaweza kuchukua miaka 7 mpaka 10 mvua haijawahi kunyesha. Ukienda Dubai unayoisikia, mvua inaweza kuchukua miaka 6 haijawahi kunyesha. Mpaka wametengeneza mvua yao huko hewani, wameweka mabomba huko, huwa wanayafungulia wakati mwingine yanamwaga maji chini, kwa sababu ni jangwa. Lakini hapa tuko kwenye nchi ambayo ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, combine ukizichanganya, bado hazifikii ukubwa wa nchi yetu. Na tumejaliwa sana. Ukianzia kanda ya ziwa kule kwetu, ukianzia Nyamongo, Tarime ni dhahabu. Ukienda Geita ni dhahabu. Ukienda Kahama ni dhahabu. Ukienda Shinyanga ni dhahabu. Ukienda Buzwagi ni dhahabu. Ukienda Mbowe ni dhahabu. Ukienda Chunya ni dhahabu. Ukienda Singida ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuzalisha dhahabu nyingi duniani. Leo nilikuwa naangalia gramu moja ya dhahabu ni 255. 255. Hii ni nchi ambayo dunia nzima ni nchi pekee inayotoa Tanzanite. Haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Leo dunia imeanza kutengeneza magari. Wanaondoka kwenye magari yanayotumia nishati ya petroli na diesel. Tengeneza magari yanayotumia betri za kuchaji, yanachajiwa kama simu. Kuna madini yanaitwa rare metal ya kutengeneza hizo betri za magari, yanapatikana Tanzania. Madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza ndege na injini za ndege, yanapatikana Tanzania pale Kabanga, Kagera. Kuna urani, madini yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, hapo Seru. Kuna makaa ya mawe
kuna chuma hapo Ludewa, Mchuchuma na Liganga, ambacho kikichimbwa kitachukua miaka 100 kinatumika. Katika uvumbuzi mkubwa wa dunia hii ambao umewahi kufanywa na binadamu na ukabadilisha kabisa maisha ya binadamu, namba 1 ilikuwa ni uvumbuzi wa printing, kuandika. Ndio ulileta elimu na kila kitu. Namba 2 ilikuwa ni kuvumbua madawa ya antibiotics. Namba 3 ilikuwa ni chuma. Namba 4 ni engine, combustion, engine za magari, engine yoyote inaendesha bodaboda, kila kitu. Uvumbuzi mkubwa, engine. Namba 5 ni umeme. Chuma Tanzania, tuna chuma ambacho, na Mungu alivyofundi, amekiweka chuma pale Ludewa, akaweka na makaa ya mawe pale pale ya kuyeyusha kile chuma, alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapa Iringa. Tuko katikati ya utajiri, watu wetu ni maskini. Mlango wetu wa bahari una kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, ndio urefu wa bahari yetu, na tuna nautical mile 200 kuingia ndani ya bahari. Tuna gesi asilia, futi za ujazo trilioni 54.9. Tuna watu, tuna ardhi, lakini watu wetu ni maskini. Vijana wetu hawana kazi za kufanya, wanafanya betting. Nchi yetu inahujumiwa. Viongozi tulionao ni viongozi wanaofikiria kijinga na kutenda kijinga, wanaharibu nchi. Leo hii watu wa Iringa, niwaulize, hakuna nchi yoyote inayoweza kuendelea. Hakuna nchi yoyote inayoweza kuendelea na kuendeleza watu wake na kutoa ajira kwa watu wake kama huwezi kuwa na basic industries, viwanda vya kawaida vile vya mwanzo. Ndio maana Mwalimu Nyerere alipoingia alianza kutengeneza viwanda ZZK Mbeya, viwanda vya kutengeneza machines za kilimo, kwa sababu hili eneo lenu lote kuanzia Mbeya, nyanda za juu kusini ya zamani, ni eneo la kilimo, ni eneo linaitwa basket of the nation. Akatengeneza viwanda vya pamba, vya kuchakata pamba. Kule kwetu kuna gineries kila sehemu. Akatengeneza viwanda vya magari, vya kutengeneza spare za magari, basic industries. Miaka ya 70 nchi hii tulikuwa tunazalisha tairi. Mimi nimekuwa, babangu alikuwa Land Rover inatumia tairi za General Tires kutoka Arusha. Hivyo ndivyo nchi inavyoandaliwa kwenye kutake off. Leo miaka 60 baadaye, nchi hii unaenda kwenye mgahawa hapa Iringa, unakuta tomato sauce ya American Garden ketchup. Unatengenezaje ajira kwa watu wako? Kama tomato sauce peke yake unaagiza kutoka Marekani, yaani unachukua hela ya mtu Iringa hapa, unaisafirisha kwenda kununua tomato sauce ikatengeneza ajira Marekani. Huwezi kutengeneza kiwanda cha kutengeneza tomato sauce hapo Kiroro ambapo wanalima nyanya, kiajiri vijana wako, wale vijana wakulipe serikalini pay as you earn. Ukipata ile pay as you earn, serikali itapata pesa nyingi, itaajiri walimu wanaosambaa mtaani. Mwalimu akiajiriwa, akiletwa Iringa, atanunua kitanda hapa kwa mtu anayetengeneza vitanda hapa Iringa. Huyu atapata pesa, atanunua ubao kwa mtu anayetengeneza mbao, anayeranda mbao. Yule mwenye mbao ataagiza bodaboda mletee mbao zaidi, fedha itazunguka. Unachukua unapeleka nje. Basic industry. Toothpick tunaagiza China. Tairi za bodaboda, mtu mwenye bodaboda kijiji chochote tunaagiza kutoka China. Iko hivi, Kenya ni nchi ya 3 kwa uwekezaji mkubwa hapa Tanzania. Watu wetu wa usalama wa taifa wanahangaika kutengeneza propaganda za kuua Chadema, hawafikirii kuhusu uchumi wa watu wetu. Kenya kuna benki inaitwa Exim ya Kenya, kuna benki inaitwa KCB ya Kenya. Sisi
hatuwekezi hata kulima nyanya pale Kenya. Wanakuja kuchukua pesa zetu, zinaenda kuajiri watu wao. Vijana wetu wa Iringa, wa Tarime, wa Mbeya, hamwezi kuchimba dhahabu kwenye nchi hii. Wanachohitaji ni mitaji, ni kuwa na benki rafiki. Iko hivi, ukienda pale Kenya tu hapa jirani, vijana mkiwa 10, mkiwa na wazo la kibiashara, kwa mfano hapa Iringa si yupo Asasi anauza maziwa. Ukisoma takwimu za serikali nchi hii, mwaka jana tumeagiza maziwa kutoka nje ya nchi ya bilioni 31. Na mimi niko nazungumza na Asasi, ananiambia yeye anahitaji lita 50,000 kwa siku za kuchakata. Hawezi kupata maziwa, anafuata maziwa mpaka kule Kituro. Kenya, ukiwa vijana mkiwa 10, mkiwa na mawazo mazuri ya biashara, mnaandika write up kwamba sisi tunataka kufuga ng'ombe na maziwa tutauza Brookside. Brookside ni kampuni ya maziwa. Ukienda kwenye mashelf huku kwenye maduka utakuta maziwa ya Brookside. Hatuna mtaji. Tunahitaji eneo, tunahitaji ng'ombe labda 50, tunahitaji dipu ya kuwasafishia, na tunahitaji capital ya kuendesha mpaka tutakapovuna. Unapeleka benki. Mnaenda mnachukua vitambulisho vyenu watu 10, kama vile vitambulisho vya taifa. Mnapeleka benki na lile andishi lenu. Benki inaenda inawanunulia ardhi, inawanunulia ng'ombe, inawapa mtaji wa kuendeshea. Mkishaanza kuuza maziwa, benki inakata pesa kurudisha ule mkopo iliyopatia. Ng'ombe, ukiwa na ng'ombe mmoja yule wa maziwa, unaweza kukamua lita 25. Ukiwa na ng'ombe wawili unakamua lita 50. Hebu jiulize hivi, tungekuwa na serikali yenye akili, watu wetu wana ardhi, ukawapa eka 2 na ukawapa ng'ombe wawili na ukaambia Asasi nunua haya maziwa, na ukapiga marufuku maziwa kutoka nje, ni watu wangekuwa nauza. Kila familia ya hapa Iringa ingekuwa na ng'ombe wawili, mna uhakika wa kupata 50,000 kwa mwezi, ni milioni 1.5. Hebu jiulize hiyo familia ingekuwa na maisha mazuri kiasi gani? Tunaagiza maziwa kutoka nje ya nchi. Tumeagiza mchere kutoka Pakistani wa bilioni 250. Watu wa Mbarali wanaolima mchere, watu wa Kyela wanaolima mchere, wanachohitaji ni trekta. Wanachohitaji uchukue maji kutoka Ziwa Nyasa uwaletee mashambani. Uwape harvester, uwape trekta, uwape mbegu, uwape mbolea. Mchere mpunga unapandwa kwa siku 90. Hawa watu ukiwaletea maji, baada ya siku 90 watavuna, watamwaga maji kwenye majaruba, watapanda, hawatasubiri msimu wa mvua. Watavuna kwa mwaka, watavuna mara 3. Tunachukua fedha hizo, tunazipeleka nje kuagiza mchere. Tumeagiza ngano ya bilioni 504 kutoka Ukraine, kutoka mpaka Saudi Arabia jangwani. Wanaochukua udongo kutoka Zimbabwe wanaenda kulima ngano kwenye udongo wa kusafirisha na ndege. Watu wa hapo Makete wanachohitaji ni trekta, wanachohitaji ni soko la uhakika. Serikali yenu imeagiza chuma cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Nikiwa bungeni mwaka 2016, nikiwa nasoma budget ya wizara kivuli ya nishati na madini, nilikuwa waziri kivuli wa nishati. Nikamwambia Rais Magufuli kupitia ile hotuba, ingieni YouTube. Nikamwambia Rais Magufuli, kabla haujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kabla haujaanza kujenga SGR, jenga kwanza chuma chetu pale. Jenga kiwanda cha chuma pale Rudewa. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri watu 60,000 direct employment. Hapo hujazungumza yale makampuni ambayo yatapewa tenda mle kununua, kuleta labda makaratasi, kuleta chakula, kuleta watu 60,000.
Na gharama ya kujenga kile kiwanda ilikuwa dola za Kimarekani bilioni 3 ambazo ni trilioni 7.8. Sasa ungempa kontrakta wa Kichina kutujengea reli, au wale wa Arab kontrakta waliopewa kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, unawaambia sikilizeni, tunawapa tenda ya kutujengea bwawa, lakini chuma chote utanunua Tanzania. Kwa hiyo unawapa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu. Sio kama mnaelewa Iringa. Uchumi uko hivi. Uchumi unajengwa pale ambapo wewe unapozalisha unaweza kushikilia hiyo hela kwa muda mrefu ikizunguka mikononi mwako. Hapo ndio utakuwa na uwezo wa kujenga uchumi. Labda nitumie mfano rahisi hivi. Kwa nini maji kwenye mto huwa hayajai? Umewahi kujiuliza hilo jambo? Kwa sababu huwa yanatembea. Tulia bana, kama wananchi wananyeshewa na mimi nitanyeshewa, mimi sio tope. Kwa nini maji kwenye mto huwa hayajai? Kwa sababu yale maji yanatembea tu. Lakini kwa nini maji yanajaa ziwani? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kuyashikilia kwa muda mrefu. Hiyo ni principle rahisi kabisa ya uchumi. Kama wewe ni nchi ya hovyo ambayo huwezi kuzalisha tairi ya bodaboda au spoku au njiti ya kutolea nyama kwenye meno, utatengenezaje ajira za walimu? Alafu kuna mtu anakuja hapa eti mimi ni CCM, amechoka, unamwangalia. Alafu na viongozi wajinga kama Makara anasema eti sisi tunanunua Ebola. Wanashindwa kuambia Watanzania kwa nini mmegeuza vijana wao kuwa watu wa kubeti. Mnaagiza mpaka blanketi kutoka Kenya, nchi ya 3 kwa dhahabu duniani. Nchi imegeuka kuwa ya Wachina. Iko hivi, tuna bandari tumezigawa kwa Waarabu. Bandari Dubai tunayoisikia mwaka 61, Dubai ilikuwa na watu 70,000. Leo Dubai ina watu milioni 3. Dubai ni jangwa. Iko dunia ya kwanza. Sisi tuna chuo kikuu mwaka 63, Dubai haina hata shule moja ya msingi, hata hospitali hawana. Wanaishi nomadic life, wanatembea, wanaokota dates, zile tende kwenye jangwa. Leo watu milioni 3 wanapewa bandari ya Tanzania kwamba wao ndio wanaweza kuendesha. Sisi milioni 63 hatuwezi kuendesha. Halafu huko Iringa hapa unaunga mkono watu wanaohujumu uchumi wa nchi yetu. Na wanapenda muendelee kuwa na tongo. Ndio maana sisi tunatembea, usalama wa taifa wanatufuatilia kila mkutano. Hao watu ambao hawezi kufuatilia CCM wanavyoiba pesa zetu. Leo ripoti ya CAG inasema kumetokea upotevu, yani kumetokea hasara kwenye TRC bilioni 222. Nikisema bilioni sio kama mnaelewa. Yani iko hivi, bilioni 1 ni milioni 1000. Yani uhesabu laki ifike milioni, uhesabu milioni ifike 10, 20, 30, 100, uhesabu milioni 100, 200, 300, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa bilioni 220 ni kiasi gani cha fedha? Watoto wetu hawana ajira. Mama zetu wanakufa wakiwa wanajifungua. Pesa zinaibiwa left, right and center. Wanawake wanahangaika na vikopo, na mikopo inaitwa kausha damu kwenye nchi ya asali na maziwa. Hii ni nchi ambayo watu walipaswa wakae nyumbani, wawe wanalipwa na serikali. Kama huna ajira unalipwa na serikali, kama inavyofanya Finland, kama inavyofanya Norway. Watu wetu wana shida. Maisha ni magumu hata kula kwenye nchi hii. Tunaunga mkono watu wanaoharibu nchi. Wanawafanya maskini, alafu wanawaletea gesi, mitungi ya gesi. Alafu ikiisha nani atakujazia?
Usubiri 2030 tena waje wakujazie. Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rat Race anasema hivi, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Ndiyo Tanzania. Katikati ya mali nyingi wajinga ni maskini. Tunahitaji kubadilisha hali hii. Hali hii haikubaliki watu Mafinga. Hatuwezi kuendelea kuishi namna hii. Inawezekanaje? Tunazungumza kuhusu maji, nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi duniani. Inawezekanaje? Ziwa lenye upana kuliko yote Afrika na la pili duniani ni ziwa Victoria, liko Tanzania. Maji yanatoka ziwa Victoria yanaenda Misri, kila mtu ana maji. Watu wa Mafinga hawana maji miaka 63 baada ya uhuru. Ziwa Nyasa liko kilomita 1000 na kitu, kilomita 400 na kitu kuja hapa. Watu wa Mafinga hawana maji. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Tunaagiza furniture kutoka China, zimejaa kwenye maduka ya Tanzania. Mbao zinazalishwa hapa. Hebu fikiria hivi. Leo wa China wana viwanda zaidi ya 20 hapa Mafinga kwenu. Wanatengeneza yale ceiling board. Lakini kabla hayajaisha wanasafirisha yakiwa hivyo hivyo yakamaliziwe kule, alafu yarudi hapa Tanzania. Mnunue kwa gharama kubwa. Kama tuna serikali yenye akili, kwa nini msiwaambie hao watu tunataka kiwanda mpaka cha finished good kiwe hapa? Kama kile kiwanda kina watu 20, kile cha finished good kikiwepo kitaajiri watu 20 wengine zaidi. Kama kuna mama ntilia alikuwa anauza chips 10, sasa watapatikana watu 20 zaidi wa kununua chips ile. Fedha itakuwa nyingi zaidi hapa. Kwa nini? Kwa nini tunapeleka nje? Kwa nini tunatransport, tunasafirisha ajira za watu wetu kuzipeleka nje? Kwa nini tunaweza kuagiza mafuta ya kura kutoka nje wakati watu wetu wanaweza kulima alizeti hapa na wakazalisha chakula? Korea Kusini wamepigana na Korea Kaskazini mwaka 55. Wakafa watu milioni 6. Hali ilikuwa mbaya mpaka watu wakanakula mizizi ya miti kwa hali mbaya. Leo Korea, kila simu, ukiona simu ya Samsung ni Korea, ukiona TV Samsung ni Korea, friji, ukiona AC ni Korea, ukiona gari ya Hyundai ni Korea, sisi tumekwenda kuomba msaada Korea, ambao mwaka 55 wamekuja mpaka mwaka 61, sisi tumepata uhuru, tunawazidi uchumi Korea. Leo tunaenda kuomba msaada Korea. In abundance of water a fool is thirsty. Tunaomba msaada. Hatuwezi kutengeneza hata drip za kuwekea watu wetu kwenye madawa. Normal saline, yani kuchukua lile kopo ujaze maji ya normal saline utengeneze, huwezi kutengeneza, unaagiza kutoka nje. Bomba la kuchomea watu sindano, syringe, hatutengenezi. Toothpick tunaagiza China. Utatengenezaje uchumi? Ni nyimbo baada ya nyimbo, tuchagueni, mara hii tutafanya. Unawapa miaka 5, ikiisha hakuna kitu. Wanakuja tena miaka wenda wazimu ni kufanya jambo lile lile kwa njia zile zile ukitegemea matokeo tofauti. Tulikuwa na huyu mbunge wenu, si hivi anaitwa nani? Tulikuwa naye bungeni. Wakati sisi tunapambana, tunazungumza kuhusu nchi yetu, hao wakina Chumi wanatuzomea bungeni. Na nilikuwa nawachukia sana, kwa sababu najiuliza, hivi watu wa Mafinga wanawezaje kuleta mtu mjinga huyu? Tunazungumza kuhusu wananchi, yeye anatuzomea. Mbunge ni mwakilishi wa mlipa kodi, is a taxpayer representative. Mbunge sio mwakilishi wa serikali.
Na kwenye nchi nyingine mbunge hawezi kuwa waziri. Ni nchi ya kijinga tu kama hii mbunge anapewa kuwa waziri. Ukiwa waziri unakuwa upande wa serikali. Watu wako nani atawasemea? Ndio maana Kenya mawaziri hawatokani na wabunge. Unatoka nje kwenye public ili wabunge wakuhoji, sina maji, sina barabara, tunakushika shati. Ndio kazi ya mbunge. Kama mnaajiri mbunge anaenda kuwa waziri, achaneni naye, pelekeni msemaji. Ndio bunge linavyohitaji. Hebu fikiria, sisi tungekuwa bungeni, bandari hizi zingeondoka. Yaani mimi nilikuwa napiga kiungo, Lema beki, Mbowe mshambuliaji, Mnyika yuko pale. Hebu fikiria huo moto ambao ungewaka mle bungeni. Leo wanauza kila kitu. Leri ya Tazara amekabidhiwa Mchina kwa miaka 27. Uwanja wa ndege wa Kia aliojenga Mwalimu Nyerere amekabidhiwa Muamani kuuendesha. Mnaelewa maana yake? Kila mgeni anayetoka nje ya nchi, mtalii, anakuja Kituro, anaenda wapi, akitua pale Kia analipa $55 kwa kutumia uwanja wetu. Akiwa anaondoka analipa $55. $55 ni shilingi 150. Akilipa $110 amelipa shilingi 300. Ule uwanja kwa mwaka unaingiza watalii milioni 1.5. Ukizijumlisha karibia bilioni 450. Sisi hatuwezi kuuendesha. Yaani kukaa pale tu, mgeni aje, tuchukue hela, hatuwezi, tumempa Muomani. Alafu huko hapa Iringo unanifanyia kidole hivi. Mimi na wewe nani mjinga? Unanyonywa, unafanywa maskini, huna hata pakulala. Blanketi yenyewe kununua wakati wa baridi ni shida. Nchi nyingine, sehemu za baridi kama hizi, watoto wenu wangekuwa wamewekewa miundombinu wakienda madarasani. Hita ziko kwenye madarasa, zinawapasha. Watoto wanapata magonjwa kiasi gani hapa? Serikali ya hovyo inayoiba lazima tuiondoe. Ndio maana tumekuja kuomba mtuunge mkono, tupate uchaguzi huru na haki. Hatuendi tena kwenye uchaguzi wa namna ile ambao watu wetu wanauawa. Tunataka uchaguzi ipigwe dakika 90 kwenye uwanja unaolingana. CCM hapa, Chadema hapa, alafu tuingie uwanjani. Hatutaki kupendelewa. Hatutaki nini? Tuje na mpango wa kuambia wananchi, kituchagua tutatengeneza ajira hivi, tutafukuza hao Wachina wanaokuja kumiliki mali zetu, alafu wao waje useme sisi tutaendelea kuwapa Wachina na Waarabu, tuone nani atachaguliwa. Si wamejigeuza kuwa vibaraka wa Wachina na Waarabu? Nchi imegeuka kuwa ya wageni. Elimu yetu ni ya aina gani? Elimu ya hovyo kabisa wanawapa. Ndio maana mimi nashangaa, eti afisa elimu anapewa gari na serikali, analipwa mshahara na serikali, anaishi kwenye nyumba ya serikali, asimamie ubora wa elimu. Alafu yeye hizo shule anazosimamia hawezi kusomesha mtoto wake hapo. Wanasoma wa kwenu ambao mnaimba CCM juu zaidi. Huko juu kuna nini? Chini hapa ndio kuna matatizo hapo. Huko juu wanatafuta nini huko? Yaani afisa elimu mtoto aamini shule hiyo. Hata Biblia inasema hata waovu wanajua kuwapa watoto wao au wanaowapenda vilivyo vyema. Na Biblia inasema nani ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe, na akimuomba samaki atampa nini? Nyoka. Sasa inakuwaje leo waziri wenu wa afya akiugua hawezi kutibiwa kwenye hospitali zenu? Inakwambia nini wewe? Inakwambia nini? Hakuna ubora. Alafu unasema wewe ni CCM damu. Umerogwa wewe. Ndio maana neno la Mungu kwenye Wagalatia linasema, enyi Wagalatia msiokuwa na akili, nani aliyewaroga? Lazima tubadilike. Nimekwenda Ifwagi, nimekutana na kijana aliyemaliza political science, ana miaka 30, hana kazi, anakunywa pombe,
nimetaka kulia. Baba yake alimpeleka shuleni akiwa na matumaini kwamba huyu atarudi kuja kuokoa maisha yetu. Leo amerudi, yuko nyumbani kwa baba yake, hakuna matumaini. Nchi ya asali na maziwa. Jana wetu wanafanya betting katikati ya utajiri. Wachina wanachukua mali zetu, wanaondoka nazo. Ukienda Chunya imejaa Wachina, ukienda Mbogo imejaa Wachina. Unaenda nchi kama Norway, wamefanya uvuvi mwaka jana kwenye bahari, wameuza mazao ya uvuvi ya dola za Kimarekani bilioni 9.4, zaidi ya trilioni 30 za Kitanzania. Bahari yetu ina urefu kutoka Tanga mpaka Mtwara. Kwa uvuvi peke yake wa bahari kuu, Watanzania mngekaa nyumbani mmeweka miguu juu mnakula neema tu. Leo sisi ndio tunatembea na bakuli tunasema saidia baba katikati ya utajiri. Tunahitaji mabadiliko. Na wenye nguvu ya kufanya hayo mabadiliko ni wananchi. Na sisi tumesema, mimi na Tundu Lissu tumejitolea kuwa mstari wa mbele kuongoza wananchi. Tunahitaji support yenu. Cha kwanza, hatutakubali kwenda kwenye uchaguzi na hautafanyika bila mabadiliko. Baada ya hapo, mabadiliko yakifanyika, tutaenda kwenye uchaguzi. Na tukienda kwenye uchaguzi, tutashinda nchi hii, tutabadilisha maisha yenu. Tutajenga uchumi ambao utabadilisha maisha ya vijana. Hakuna kijana atakayekuwa kwenye betting. Mtakuwa kwenye viwanda mnafanya kazi, mtakuwa kwenye mashamba, na sio mashamba mtakao kwenda kulima kilimo cha Musa kile cha jembe la mkono. Mtakuwa kwenye mashamba mnaendesha trekta, mko maofisini, mnavuna kwa kombini harvester. Tutabadilisha maisha yenu. Tunaomba mtuamini. Tunaomba mtunge mkono. Tunaomba mfanye kazi ya kukijenga chama hiki. Hiki ni chama chenu, kiwekeni kwenye mioyo yenu, kijengeni. Siku Chadema ikifa, haki ya Mungu mtapigwa mnada. Lindeni chama hiki. Kichangieni chama hiki. Kiendesheni chama hiki. Jitoleeni mwe viongozi. Nendeni kila kijiji mkajenge chama hiki. Sisi tuko mbele na tunahitaji support ya Watanzania. Ninawashukuru sana watu wa Mafinga. Ninawapenda. Mungu bariki sana, asanteni kwa kutusikiliza.